Online TV. Asante sana ndugu waandishi wa habari. Leo tarehe 7 ya mwezi wa 11 2025 tumekutana na wadau wa mafuta katika mkoa wetu wa Dar es Salaam ambao wanauza mafuta kwa mfumo wa makampuni ya uagizaji na makampuni kuwa wamiliki wa vituo, lakini makampuni kuwa waagizaji na makampuni kupangisha vituo, lakini dila kuwa mwenye kituo na dila kuwa mwendeshaji wa biashara. Kikubwa ambacho tumezungumzia ni kuhusiana na masuala ya usalama kwa ujumla wa sekta ya mafuta ama biashara hiyo kwa ujumla, kutoka mkoa wetu wa Dar es Salaam kwenda mikoa mingine, lakini ndani pia mkoa wetu wa Dar es Salaam. Kikubwa tumewaashua kwamba serikali iko bega kwa bega na wao katika nyakati hizi zote kuhakikisha kwamba tuna provide ulinzi wa kutosha katika mazingira yao ili biashara hizo ziendelee kuwa salama nyakati zote. Lakini pamoja na hayo kumekuwa pia kuna role yao kubwa ni kuhakikisha na wao wanakuwa pia na elimu kubwa ya uuzaji wa biashara hiyo, na hasa kupitia uuzaji wa mifumo ya vidumu vya mafuta. Mnafahamu kwamba kuna wenzetu ambao wanafanya kazi kwenye boats kwenye boats za uvuvi. Boats hizi haziwezi kufika kwenye kituo cha mafuta. Mnafahamu kwamba pia kuna minara ya simu inahitaji pia mafuta na minara hiyo haiwezi kwenda kwenye kituo cha mafuta. Sasa kuna utaratibu maalum ambao wenzetu wa EWURA wanausisitiza kuhakikisha kwamba mfumo wa uuzaji wa mafuta huo unakuwa katika hali ambayo iko salama. Pamoja na haya ni kwamba baadhi ya vituo ambavyo vimechomwa moto na kupata madhara ni vile ambavyo vilikuwa vikihusishwa pia na baadhi ya wanasiasa hapa nchini. Na pengine nitoe rai kwa vijana wote kwamba jambo hili si jema hata kidogo, na nisisitize kwamba mkoa wetu wa Dar es Salaam, kama ambavyo nimekuwa nikisema tangu awali, mkoa huu ni mkoa muhimu sana. Kamwe tusije tukajiangalia sisi wenyewe. Tambueni kwamba sisi tunahudumia nchi zisizo na bandari na ambazo hazikutamani kuwa hivyo zilivyo. Yaani ni kama hapa Dar es Salaam kule Kigamboni anapotaka kuja upande wa pili ana option mbili. Moja, anapaswa kupanda boti. Hajatamani yeye kupanda boti. Ni kwa sababu ya namna Kigamboni jinsi ilivyo. Kwa jambo la kwanza tufahamu sisi wa Dar es Salaam, Dar es Salaam inahudumia wenzetu wa nchi zingine. Lakini namba mbili, tufahamu kwamba tunapozidi kupaharibu Dar es Salaam ndio pamebeba miundombinu mikubwa yenye nafasi kubwa sana, yenye mchango mkubwa katika uchumi wa taifa letu. Kwa mfano, wakati wa production hizi ilisikika kwamba wanatamani sana wahalifu hawa wangechoma mitambo ya TANESCO. Ndugu zangu waandishi wa habari, tuna Kinyerezi 1, tuna Kinyerezi 2, tuna Ubungo 1, tuna Ubungo 2, tuna Ubungo 3 na tuna Tegeta. Hizi gas plants kwa pamoja zinafanya production ya megawatt 952. Na production ya megawatt 952, mtakumbuka kwamba sisi pia Dar es Salaam ndio center kubwa ya upelekaji wa umeme Zanzibar. Maana yake ni kwamba tukibaki giza tumeisababishia Zanzibar pia kuwa giza. Lakini kama itoshi, Dar es Salaam ndio kwenye hospitali makubwa. Lakini kama itoshi, Dar es Salaam ndio kwenye bandari ambapo mizigo itakaposhuka hapa haiwezi kwenda mikoani kama barabara ziko zimefungwa. Kwa hiyo kabla hatujafanya jambo lolote ambalo ni uhasama kati yangu Chalamila au na mtu mwingine yoyote, lazima tutafakari kwamba kizazi kitakachoumia na machafuko yetu ni kikubwa mno kuliko hali ya kawaida. Na tujue kabisa kwamba utakapoigusa Dar es Salaam kwa namna yoyote. Leo Dar es Salaam tuna vituo zaidi ya 476. Vituo tu vya mafuta 476. Katika kila kituo kimoja, imagine kwamba kina watumishi 10. Chukua 10 mara 476. Unapata vijana wangapi walioajiriwa kwenye vituo hivyo? Na ambavyo kwa mfano vituo vya mafuta vilivyounguzwa, let's say vya Lake Oil, unadhani watumishi wangapi, vijana wenzetu na kina mama wenzetu wanaolisha familia zao kwa kutumia vituo hivyo leo watakuwa wamekosa ajira? Kwa hiyo kwenye kila maamuzi tunayotaka kuyafanya lazima pia tufahamu kwamba Dar es Salaam ni kitovu kikubwa sana cha masuala mengi. Tunafahamu wapo vijana wa pikipiki wanaweza kuingia katika mkumbo, wapo vijana bodaboda wanaweza kuingia katika mkumbo, yapo makundi mengine yanaweza kuingia katika mkumbo, vijana labda machinga na makundi mengineyo. Naomba niwaeleze kwamba leo pikipiki isipofanya kazi inaathiri mnyororo pia wa kiuchumi wa mtu mmoja mmoja. Bajaji isipofanya kazi inaathiri pia mnyororo wa kiuchumi. Kwa hiyo nitoe rai kwamba wenye viti wa serikali za mitaa wote kwa kusaidiana na watendaji wa kata zao
wahakikishe wanaendelea kukaa na vijana wa pikipiki, vijana wa machinga na makundi mengine ya vijana katika mitaa yetu, kutoa elimu kubwa kuhusu madhara yanayoweza kutokea kama jambo hili tutaendelea kuliona katika hali ya mizaha. Lakini mimi kama mkuu wa mkoa bado nayaalika makundi yote kwa pamoja, yawe ni makundi ya vijana, yawe ni makundi ya wazee au ni makundi ya kina mama, tukutane kwa pamoja tuweze kuzungumza nini hasa tunachokihitaji ili mwisho tuweze kutatua masuala haya pasipo kuleta madhara makubwa. Jeshi la polisi linaendelea na masuala ya kiulinzi na vyombo vingine vyote. Tunaendelea na masuala ya kiulinzi na usalama katika mkoa wetu. Lakini hata sisi hatutamani hata kidogo kuona kuna kupoteza mtu hata mmoja au kumpata madhara ya aina yoyote. Hii inategemeana sana na masuala ya uelewa wa kila mmoja kuhusu role yake ya kulinda amani katika mkoa wetu. Kwa hiyo nihitimishe tu kwa kusema kwamba leo ni mwanzo wa kukutana na kundi moja, na ambalo ni maelekezo pia ya Mheshimiwa Rais na Amiri Jeshi Mkuu kuendelea kukutana na makundi haya nyakati hizi za uponyaji. Huu ni wakati wa healing, ni wakati wa uponyaji. Kila mmoja azungumze, tuweke mezani masuala yale yanayopaswa kutekelezwa yatekelezwe, na yale ambayo yatahitaji mchakato wa kisheria tutayaweka katika meza kuu ili yaweze nayo kuanza kufanywa kazi. Lakini mwisho Tanzania iwe ni moja isiyogawika, na watu tuwe wamoja tusiogawika, na utamaduni uwe mmoja usiogawika, na huluka iwe ni moja isiyogawika, na itikadi iwe moja isiyogawika. KM Online TV.